sirati mustaqim, mbele ya hawa njia yao iliyonyooka mimi nitakaa kupoteza, na utawakuta wao si wenye shukrani. Binadamu hao shetani kuwapoteza na kuingia katika njia hiyo. Shetani anaingia katika nini? Mishale yake iko katika macho, nyingine ni masikio, nyingine ni ulimi, sio? Na ndio anaingia katika moyo, ndio anaingia katika moyo wetu, na huyu moyo ndio kila kitu kwetu. Na ndio nilikuwa nataka kumuuliza shehe wetu, mashallah, alhamdulillah, watu wengi na kila mara ukisikia watu wanauliza kuwa mashetani umefungwa katika mwezi wa Ramadhani. Na ni kweli, na kama vile ametusomea ile hadithi, mashetani wamefungwa katika mwezi wa Ramadhani. Lakini je, nafsi zetu je, zimefungwa? Na hizi nafsi katika miezi 12, mwezi mmoja pekee yake katika siku 29 au 30 ndio shahru Ramadhani, sio? Ndio mwezi wa Ramadhani. Katika miezi 11 sisi shetani ibilisi amechezea moyo wetu. Je, tafkia ya nafsi hii tumeifanya namna gani? Ndio pale tunaona watu wanakuja katika swala wanaziwacha swala zao, watu wanakuja kutoka katika mtu akitaka kutoa zaka yake anifikiria mara 20. Ushaona? Mtu akitaka kufanya jambo lake la kheri anafikiria sana. Ushaona? Kwa sababu tumeteswa sana katika, tumechukua mfalme mwingine tukamweka ndani ya moyo wetu. Je, kuisafisha hii moyo, na katika hizi siku ambazo tumezibakisha shekhi wetu, ni siku ambazo ni siku bora sana wallahi, na kuja katika usiku mmoja tutakuwa ni usiku wa cheo. Je, hii nafsi mpaka sasa hivi sisi tumeitakasa namna gani, ama tutaingia nayo katika hizi siku ambazo zimebaki kiasi gani? Hiyo ni swala yangu ambayo ningependa shekhi wetu tuweze kutufafanulia zaidi, kwa sababu vile Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuambia saumu ni ngao, sio? Ikiwa uko na ngao, ukiwa na ngao unakinga nini? Ulinzi wako unalinda nini? Utakuwa unalinda ile moyo, sio? Kwa hivyo ukiwa unalinda moyo isiingie uchafu huu, je, ni katika njia gani bora zaidi katika ndugu zetu waweze kufahamu zaidi kuitakasa hii nafsi katika hizi siku ambazo zinakuja, tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu? Hiyo ni swali namba 1. Swali ya pili, mashallah, alhamdulillah, ni katika suratul An'am aya ya 112. Yani kumsaidia shekhe wetu katika pande ambayo shetani wa kibinadamu na jini ambao Mwenyezi Mungu ameizungumzia hapo, kaambia wallahi ni katika kula mitume tumewaleta katika dunia, basi tumewekea maadui yao, maadui wa kishetani wa kibinadamu na wa kijini. Kwa hivyo inshallah kama naweza kutafsiri hiyo aya zaidi, tuweze hata mimi niweze kufahamu nitoke katika ujinga. Ningependa zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana bin Juma kwa maswali yako. 0727444454 ndio nambari zetu za simu. Wacha tujibu maswali haya. Tuanze na